So tunaendelea kujifunza, tunaendelea kujiimarisha ili tuendelee kuelewa muziki wetu. So tutaenda kucheza hicho ambacho umekisikia kimelia hapo, ambacho kimekuwa ni utangulizi wetu. So tumeanzia kwenye, tuko hapa, ufunguo wetu ni E, mshiko wetu ni A shape. Tunaanza na A shape. Sasa hapa kwenye A shape tunaanzia na hapa, sawa. Alafu unakuja unashika C shape, unamwaga tu C shape, sawa. Alafu unarudia tena, alafu E shape, sawa. Mshiko wetu tunakoanzia ni hapa kwenye A shape. Kwa kwenye A shape unapiga kwenye hiyo octave hii hapa. Ndio na sawa. 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 E shape. Unaanza alafu C shape. Unamwaga tu, unarudia tena, alafu E shape. Alafu so sasa ukianza unaanza hivi. Kwa unazipiga mara tatu. Kwa unaanza na moja, unakuja tena mara pili, alafu unakuja tena mara tatu, alafu ndo na sawa. Hapa ni octave ni 2/4, uzi namba 2 na uzi namba 4. Unahakikisha kama kawaida hapa flat mbili zinakuwa hazijashikwa na kitu chochote. Kidole kidogo kinashika uzi namba 2, hiki kidole kinashika uzi namba 4. Alafu ndo unazipiga sasa. Unazipiga tu kwa kushusha. Sawa. Kwa unaanza sawa. Ya, inaenda hivyo. Hapa ukishika hii octave unaweza tu ukapiga zote kuanzia uzi namba 4 mpaka uzi namba 2. Kwa sababu hiki kidole pia kinakuwa kimeshika nyuzi zote kuanzia uzi wa 4 mpaka wa kwanza. Kwa hiyo unaweza tukafanya sawa, kwa kuleta ladha nzuri zaidi. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo kama kawaida tumeanzia hapa, ufunguo wetu ni A shape. Mshiko wetu wa kwanza kabisa ni A shape ambayo ndio umebeba ufunguo wa huu muziki tunaopiga. Kwa hiyo sawa. Alafu unakuja unaanzia hapa kwenye E shape. Unakuja kuanzia hapa kwenye hizi doti mbili. Unaanza sasa kucheza, unaanzia na E shape. Sawa. Sawa.
Sawa. Yaani ni kawaida sana, ni kawaida sana na ni rahisi mno. Sawa. So ni rahisi sana, ni rahisi sana. Kitu ambacho mara nyingi sana nimekuwa nikisisitiza, gita ni rahisi sana, ila unapaswa kulipenda na kufanya utafiti sasa wa kulielewa katika kujifunza. Ukishaielewa tu ile mishiko mama ambayo ni A shape, C shape pamoja na E shape, mambo mengine inakuwa ni kuongezea tu, lakini the first ambazo ni main, ambayo ni main kabisa ni A shape, C shape pamoja na E shape. Ukishazijua hizi ni kila mahali lazima utembee nazo, isipokuwa vitu vingine vinaongezeka tu thamani, lakini mama ni hii A shape, C shape pamoja na E shape. Na vitu vyote vinachezwa ndani ya hii mishiko. Vingine sema vinabadilika tu, vingine vinakuwa hafu, vingine vinakuwa full. Kwa hiyo kila kitu kinabadilika tu hivyo, lakini vyote tunavipata kwenye mishiko hii mama mitatu. Kwa hiyo so sawa. Yaani ni rahisi sana, ni rahisi sana, ni rahisi sana gita. Ambacho kinatakiwa kwenye gita ni wewe tu kulipenda na kutaka ulijue. Maana ukishalipenda lazima ulijua. Kwa hiyo ni kitu simple sana, ni kitu rahisi sana. Kwa hiyo sawa. Sawa. Kwa hiyo ya inaenda tu hivyo, rahisi kabisa, rahisi kabisa.
Yaani ni rahisi sana. Sasa humu tunakopiga humu unakotafuta, hebu jaribu kutengeneza vitu vingine. Jaribu kuunda vitu ambavyo unaona vitaleta mantiki kuanzia kwenye masikio yako, kwenye masikio ya mtu anayosikiliza. Hebu tengeneza kitu. So tufanye mazoezi sasa, tufanye mazoezi, tupambane, tukomae, tusikubali kushindwa, So pambana tu. Pambana leo unatengeneza kesho yako. So Mungu akubariki, Mungu akutunze, tuko pamoja sana.